Karibu sana mtazamaji wetu, tuvuke habari mipaka ya Tanzania, tuangazie habari za kimataifa ambako tunaarifu kwamba aliyempiga risasi Donald Trump amekamatwa. Wadau wa siasa watoboa siri, Trump amewachezea mchezo wa kitoto. Karibu sana. Ni 2026 tarehe 26 mwezi Aprili, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ametoa maelezo mapya kuhusu maendeleo ya uchunguzi wa tukio la ufyatuaji risasi ambalo lilitokea usiku wa kuamkia leo hii wakati wa hafla ya White House Correspondents' Dinner, tukio ambalo lilizua taharuki kubwa miongoni mwa viongozi na wanaharakati waliokuwepo katika eneo hilo. Akizungumza kufuatia tukio hilo, Trump alieleza kuwa mshukiwa mkuu tayari amekwisha kukamatwa na vyombo vya usalama na kwamba hatua zaidi zitaendelea kuchukuliwa ili kubaini undani wa tukio hilo. Alisema maafisa wa usalama wako njiani kwenda kukagua makazi ya mshukiwa huyo ambaye ametajwa kuwa mkazi wa jimbo la California. Na katika maelezo yake, Donald Trump ameeleza kuwa mshukiwa kama mtu mgonjwa sana, akimaanisha hali yake ya kisaikolojia inaweza kuwa sehemu ya sababu ya tukio hilo. Kwa mujibu wa Trump, mshukiwa huyo alikuwa na silaha kadhaa zenye nguvu na alijaribu kwa nguvu kupenya katika eneo la ukaguzi wa usalama kabla milio ya risasi kusikika. Hali hiyo ilisababisha maafisa wa United States Secret Service kuchukua hatua za haraka kumdhibiti mshambuliaji na kulinda usalama wa wageni wote ambao walikuwa katika ukumbi huo. Licha ya tukio hilo la kushtua, Trump amesisitiza kuwa hafla hiyo ilikuwa na umuhimu mkubwa kwa misingi ya kidemokrasia, hasa katika kulinda uhuru wa kujieleza na kuheshimu ratiba ya Marekani. Alieleza kuwa jioni hiyo ilikuwa imeandaliwa kwa nia njema ya kuadhimisha mchango wa wanahabari katika jamii na kudumisha maadili ya uwazi na uwajibikaji. Katika hatua ya kuonyesha uthabiti na kutogopa vitisho, Trump aliahidi kuwa hafla hiyo itarejeshwa tena ndani ya siku 30 zijazo, ikiwa ni ishara ya kuendelea kuthamini uhuru wa vyombo vya habari. Aliongeza kuwa tukio lijalo litakuwa kubwa zaidi, bora zaidi na lenye kuvutia zaidi, akisisitiza dhamira yake kuhakikisha kuwa matukio aina hiyo hayaathiri shughuli za kitaifa. Habari mtazamaji, tukio hili limeibua mjadala mpana sana kuhusu usalama katika hafla za kitaifa ambazo zinahusisha viongozi wa juu na umati mkubwa wa watu. Sasa wakati uchunguzi ukiendelea, mamlaka zinatarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu chanzo cha tukio hilo, historia mshukiwa, pamoja na iwapo kulikuwa na mapungufu yoyote katika mifumo ya ulinzi. Lakini sasa mtazamaji, baada ya taarifa hizo, wako wadau wa siasa wajuzi wa mambo pia ambao wameweza kufunguka kudai kwamba kuna uwezekano wa Trump kuwachezea mchezo wa kitoto, kujaribu kuzuga, lakini pia kuziba ile skendo kutoka na mtoto mdogo ambayo imekuwa pia mijadala kwenye lengo la kumchafua. Lakini hata hivyo, yeye mwenyewe pia Trump amefunguka kwa kudai kuwa katika hilo jaribio la kutaka kuuawa Irani hawahusiki. Kwa sasa juhudi zinaelekezwa katika kuhakikisha haki inatendeka na hatua madhubuti zinachukuliwa kuzuia matukio kama hayo yasiweze kujirudia tena. Marekani inaendelea kukumbushwa umuhimu wa kuimarisha usalama, huku ikiendelea kulinda misingi yake ya kidemokrasia, hususan uhuru wa kujieleza na haki za msingi kwa raia wake. Ni tamati habari kimataifa mtazamaji. Mpaka wakati mwingine, kwa habari zaidi kupitia Biomedia, usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia kucomment.